watu wema sana wa Kilombero moja, tupungieni mikono. Nataka nianze kwa kuuliza kura na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaomba tupunge mikono yote miwili ambao tunaenda kutoa kura 29. Aisee, Kilombero moja na waheshimu sana. Hapa naita kwa Mkapa, kama ni uwanjani. Hapa ni kwa Mkapa. Ukichomoka kwa Mkapa, biashara imeisha. Maana niko naambiwa kila sehemu kwamba ukifika Kilombero moja wako tayari kupiga kura zote kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tujipongeze kwa makofi mengi sana. Mimi ninao muda wa dakika ambazo nimepewa, lakini pia tuna muda ambao tunatakiwa saa 12 tufunge rasmi vikao vyetu. Mimi najua hatutafika hapo, lakini nimesimama hapa kuongea habari ya maisha ya watu na siasa na maisha ya watu. Katiba ya mwaka 77 ibara ya 8 kipengele cha kwanza na cha pili na cha tatu kinasema mamlaka yote unayopata kwa wananchi, na wewe kiongozi una wajibu wa kusimamia maendeleo ya wananchi. Kilombero moja hamu mwasaya, sio kwa Mkapa hapa, sio Kilombero moja nayojua. Huu ni uwanja wa kimataifa. Nikiuliza hamu mwasaya itikieni wote, hata kalioko tumboni kasikie yaya. Kilombero moja hamu mwasaya, hii ndio yenyewe sasa. Hapa nimesimama nataka niongee habari ambazo ziko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Imesheheni mambo yenye ustawi. Kilombero moja nataka niwahakikishie ndani ya mwaka mmoja, kwa sababu tayari pesa ziko kwenye akaunti kwa ukamilishaji wa zahanati ya Kilombero moja. Ndani ya mwaka mmoja tutakuwa tumeshaanza kutoa huduma kwenye zahanati yetu. Kilombero moja hamu mwasaya. Mimi ninaposimama hivi, mambo ya mchakato sasa hivi tumemaliza. Sasa hivi ni vitendo. Daktari wa watu, mbunge wetu Dr. Jafari anasema sasa hivi twende wendo wa vitendo. Kituo cha afya, naomba utulivu. Kituo cha afya kinaenda kufanya kazi, kwa maana wakina mama wanapata changamoto. Anapokuswa huduma za zahanati analazimika aende Katoro. Sasa hivi tayari kwenye akaunti zimeshaingizwa zaidi ya milioni 459, na wauliza kwa ukamilishaji wa kituo cha afya. Kilombero moja hamu mwasaya. Ndio maana nawahakikishia ilani inaelezea kuna mambo ambayo yanaenda kuachiliwa kwa ajili ya kilimo na ufugaji. Eneo letu la hifadhi tunaenda kuliomba. Mbunge juzi Daktari Samia aliposimama Geita, mbunge wa jimbo la Msanda Dr. Jafari alisimama, na sisi kila tukisimama, ukiniamsha asubuhi, mchana, jioni, nikalala, nikaamka, naongelea habari ya kilimo na wafugaji wapate eneo la kulima na kufuga, na wauliza Kilombero moja leo hamu mwasaya. Ndio maana nawaambia hapa tarehe 29 kura za Kilombero moja kwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais hazina shida, kwa Daktari Jafari hazina shida, kwa Mabara kijana wao hazina shida. Na waambie na uhakikishia kitu kimoja, kwenye upande wa Mkopo wa halmashauri asilimia zile 10, kwa maana wakina mama 4%, kwa vijana 4%, kwa watu wa mahitaji maalum 2%. Mimi naenda halmashauri kila 1% inayotaka kufika Ruaha ifike, 1% inayotaka kufika Kilombero moja ifike. Na wauliza leo Kilombero moja hamu mwasaya. Kama hujakasirika sasa weka mkono hivi. Weka mkono hivi. Maana kila tunako weka tu. Mimi ni mtaalamu wa afya. Hata ambako kako tumboni mama mjamzito kanajua umeweka mkono kwa ajili ya maendeleo. Weka hivi sasa hivi kila sehemu. Nchi nzima ni habari ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanasema Daktari Samia Suluhu Hassan amechachamaa. Kwa hiyo nikikuuliza Samia amechachama cha. Hebu tujaribishie, maana tunaruka hewani. Jaribishia tu hata huko kwenye kibanda na kuona walimu mkuu. Weka mkono hivi, weka tu hivi. Twende sasa. Samia amechachama. Sio Kilombero moja nayojua turudie. Samia amechachama. Amechachama.
Mimi nasimama hapa, nataka niwahakikishie, kwenye ilani inasema lazima tukaongelea habari za elimu. Elimu niwahakikishie, kuna upungufu wa walimu, kuna masomo mengine yana changamoto. Sekondari ya hapo, mimi natuma salamu. Kila nikisimama naambiwa hakikisha watoto wanasoma kwa ustawi. Natuma salamu, ilani hii tunaenda kuisimamia. Habari ya kusema somo fulani halipo, halina walimu, sitaliruhusu.